Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Simiyu imebatilisha mwenendo mzima wa shauri la madai kuhusu kurejeshwa ng'ombe 7 wenye thamani ya shilingi milioni 4.2 waliotolewa kama mahari kwa matarajio ya ndoa baada ya kubaini kasoro ya msingi katika usikilizwaji wa kesi hiyo. Uamuzi huo ulitolewa Juni 12 mwaka huu na Jaji Wilbert Chuma wakati akisikiliza rufani ya madai namba 4902/2026 iliyowasilishwa na Maduka Jidai dhidi ya Nicholas Martin ikitokana na hukumu ya mahakama ya wilaya Maswa katika rufani ya madai namba 27986/2025. Chanzo cha mgogoro huo kumetajwa kuwa shauri lililofunguliwa katika mahakama ya mwanzo Malampaka ambako mdai alitaka kurejeshiwa ng'ombe 7 waliotolewa kama mahari kwa matarajio ya kumuoa binti wa mrufani. Mahakama ya mwanzo iliamua kuwa mdai alikuwa tayari amefunga ndoa halali ya kimila na binti huyo, hivyo hakukuwa na msingi wa kurejeshewa mahari aliyoitoa. Hata hivyo, baada ya kukata rufani katika mahakama ya wilaya ya Maswa, mahakama hiyo ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwapo ndoa halali ya kimila na kuamua kuwa mdai alikuwa na haki ya kurejeshewa ng'ombe hao. Akiwasilisha rufani Mahakama Kuu, mrufani alidai miongoni mwa mambo mengine kuwa suala hilo lilikuwa tayari limewahi kuamuliwa katika shauri lingine la awali, pamoja na kupinga hitimisho la mahakama ya wilaya kwamba hakukuwa na ndoa ya kimila. Akitoa uamuzi wake, Jaji Chuma alisema baada ya kupitia mwenendo wa shauri alibaini mahakama ya mwanzo ilishindwa kuandaa na kurekodi hoja za msingi zilizokuwa katika mgogoro kabla ya kuanza kusikiliza ushahidi. Mahakama iliendelea moja kwa moja kupokea ushahidi bila kubainisha masuala mahususi yaliyokuwa yanahitaji kuamuliwa, na kasoro hiyo pia haikubainika katika mahakama ya kwanza ya rufani. Jaji Chuma alisema ushahidi uliopo unaonyesha hakukuwa na ubishi kwamba mahari ililipwa na kwamba mdai alimchukua binti wa mrufani na kuishi naye kama mke wake baada ya taratibu za kimila kukamilika. Aliongeza kuwa kutokana na wahusika kutokuwa na uwakilishi wa kisheria, walishindwa kueleza ushahidi wao ipasavyo kuhusu suala la kuwapo au kutokuwapo kwa ndoa halali ya kimila pamoja na haki ya kurejeshewa mahari. Kutokana na kasoro hiyo, Mahakama Kuu imefuta na kubatilisha uamuzi wa mahakama ya mwanzo na ule wa mahakama ya wilaya ya Maswa na kuagiza shauri lisikilizwe upya mbele ya hakimu mwingine tofauti na aliyesikiliza awali. Jaji Chuma pia alisema kutokana na mazingira ya shauri hilo hakuna amri yoyote iliyotolewa kuhusu gharama za kesi.